Nimeambiwa vyama vya siasa vilivyoshiriki katika kunipigania niweze kutendewa haki, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama cha ACT Wazalendo, nimeambiwa na CCM pia walisikitika na wenyewe kwenye hili. Kwa hiyo nawashukuru sana. Tena kama CCM ndio chama tawala, wanapaswa kabisa kuwa mstari wa mbele, na kama wamefanya hivyo kwa kweli nawashukuru, kwa sababu hata katika ilani kauli mbiu ni kazi na utu. Sasa kama kweli kwenye hili la kwangu wamenitumia salamu na kunitakia mema, basi mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa huko uliko, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, nakushukuru kwa kuweza kusimama kwenye hilo na kuonyesha utu, kwa sababu nchi hii, wewe kama kiongozi wa nchi unapaswa kuhakikisha kabisa unawalea Watanzania kama wanao, kwa kuhakikisha kila mtu anapata haki. Kwa hiyo kwenye hilo nashukuru. Ilani inakuwa imetekelezwa vizuri, kazi na utu. Na naamini hii kazi na utu ambayo imeonyeshwa kwangu, basi ionyeshwe na kwa watu wengine. Mimi nimetoka Central huko, kuna watu wanashughuli kesi zao ziko huko, watendewe haki tu. Na sheria inasema kwa mfano kila mkuu wa kituo cha polisi popote pale alipo anao wajibu wa kupeleka orodha ya watuhumiwa wanaowashikilia kwenye mahabusu yake ndani ya masaa 24 kwa hakimu mkazi wa wilaya au hakimu mkazi wa mahakama ya hakimu mkazi popote pale. Sasa hili kama likifanyika litasaidia sana kuweza kujua ni kina nani wanakaa mahabusu kwa muda mrefu, lakini kupunguza uwezekano wa watu kukaa mahabusu kwa muda mrefu kinyume na sheria. Mahakimu, natoa wito kwa mahakimu wafawidhi wa wilaya na mahakimu wafawidhi wa mikoa waende wadimandi kupelekewa orodha za watu wanaokaa mahabusu. Wao wanayo mamlaka hayo kisheria kujua ni watu wangapi wamekaa mahabusu na kwa nini wanakaa mahabusu kinyume cha sheria. Hayo yote yakifanyika, hiyo kazi na utu ambayo tunaihubiri hapa itakuwa na maana sana kwa ajili ya Watanzania. Kwa sababu kazi na utu, hata kama ni ilani ya CCM, lakini si ndio inayotekelezwa. Kwa hiyo matunda ya utekelezaji wa ilani kama yatafanyika kwa ufanisi zaidi, anayefaidika ni Mtanzania, awe ni wa CCM au sio wa CCM, lakini matunda ya hiyo kazi na utu yanatufaidisha sisi wote. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, niwaachie na mawakili wenzangu mawakili wangu ambao walishiriki katika kunisaidia kwa namna moja ama nyingine, na wenyewe waweze kutoa neno kwa Watanzania ambao wanatufuatilia kama shukurani, lakini pia kama kuna changamoto yoyote ambayo pengine wangetaka kuitoa kwa mamlaka, ili basi iweze kufanyiwa kazi. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibu wakili Madu. Asante. Asante sana ndugu waandishi. Nafikiri kwa ufupi sana mimi niseme kwamba kama alivyosema wakili Madereka, mteja wetu, kwamba tulikuwa tangu tarehe hiyo 14 ambayo alikamatwa, tulikuwa tukishinda Central pale make sure kwamba wakili Madereka anapata haki yake inayostahili kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Na tangu hiyo Ijumaa tumekuwa tukifanya follow up na maafisa polisi pale Central. Jumamosi tumeshinda pale, tumetoka pale nafikiri majira kama ya saa 2 usiku. Lakini Jumapili ambayo ni siku ya ibada, sisi mwakia tukulala nyumbani kwetu na wake zetu, tulikuwa Central. Lengo ni kwamba hatuna maybe kazi za kufanya, hatupendi kukala wake zetu, lakini lengo ni kwamba wakili Madereka anapata haki inayostahili kwa mujibu wa sheria. Na jana tumeshinda pia pale Central tangu asubuhi, na hatimaye sasa baada ya siku 3 mtawalia za Madereka kuwa chini ya kizuizi cha polisi, tukaweza kufanikiwa yeye wakili Madereka kupata dhamana, na baadaye usiku tukapata wito kwamba alipaswa kuripoti leo asubuhi saa 3, na tulitii takwa hilo, tukaripoti kwa DCO leo asubuhi, na hatimaye tumeruhusiwa kutoka. Tutaripoti na siku ya Alhamisi asubuhi saa 4, na leo tukaambiwa tulitoa kitu gani. Kwa tunaamini kwamba labda hiyo Alhamisi tutaambiwa kwa nini tunapaswa kuripoti. Sababu pia muda mwingine kiukweli kama wakili pia ni lazy kama concern, kwamba hii tabia ya polisi ya kuweka masharti ya kuripoti kila baada ya muda fulani, tabia ambayo ukiangalia kwenye sheria haiko pote, kwa sababu kusoma sheria ya makosa jinai yanataka polisi kuweka masharti mepesi. Moja, hizo bondi ya mali ameshika, lakini pili, mtumiwa kuwa na wadhamini wasiopungua 2, na kati yao mmoja za kani mtu mwenye anwani. Sasa wamekuwa muda mwingine kuja anataka la utumishi wa umma na kadhalika, ambayo kwa kweli
hata kwa sheria halipo, lakini hili la kuripoti mara kwa mara ulikuti kwenye sheria popote, na hii kwa kweli inachosha kwa sababu unakuta watu na majukumu mengine. Kwa hiyo Alhamisi pia tutarejea pale, tutaenda kusikiza ni jambo gani ambalo tunaitiwa, lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama kuna kesi dhidi ya wakili Madereka ambao jamhuri wanahisi wanayo, naamini kwamba jeshi la polisi limeshafanya upelelezi wake, na kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa jinai linapaswa kupeleka faili kwa mwendesha mashtaka wa umma kwa maana ya DPP, ambaye atakaa na faili, atafanya peruzo ya faili. Baada ya kufanya peruzo, atashauriwa na wasaidizi wake kama kuna kesi au la. Kama hakuna kesi, tunaamini kwamba tupewe taarifa mapema ili wakili Madereka na wengine tuendelee majukumu mengine, na kama kuna shauri dhidi ya Madereka au tuhuma zote, sehemu pekee ya kwenda kuziargue tuhuma hizo ni mahakamani. Kwa hiyo naamini kwamba ndani ya muda mfupi kutoka sasa, kama DPP ana kesi yote dhidi ya wakili Madereka, tunasubiria kukuta kwamba kesi hiyo itakuwa mahakamani. Lakini tu kwa ujumla ni kwamba kama alivyosema wakili Madereka ni kwamba sisi tunategemea kama wakili kwamba masuala mengine ambayo ni ya kimaadili dhidi ya mwakili yafuate mkondo wa kimaadili. Watutegemea kuona masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa enforced na polisi. Kama wakili amemisbehave mbele ya mheshimiwa jaji au mheshimiwa hakimu, anazo option jaji au hakimu mbili. Option ya kwanza ni kumsummon pale pale kwamba umemisbehave kwa miuko ya wakili kuna kuadhibu au na adhabu ziko kama 3. Adhabu ya kwanza kwa maana ya kimaadili, anza akamsuspend wakili kwenye orodha ya mawakili kwa muda fulani, na hiyo ishakufanyika kwa nyuma, sio jambo la kwanza. Lakini la pili, kama adhabu ni kubwa ni kosa kubwa sana, anaweza akamfuta wakili kwenye daftari la mawakili. Mheshimiwa hakimu au jaji ana mamlaka hayo. Hilo ni la kimaadili. Kama ni la kijinai kwa maana ya contempt, hakimu au jaji pale pale kwa mujibu wa kifungu cha 114 cha Penal Code ana mamlaka ya kumhukumu huyu wakili kwenda jela angalau kwa muda usipungua miezi 12. Ni swali la kisheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama wakili kama afisa mahakama hatuna intention au nia yote ya kumkosea mtu yote heshima, jaji, hakimu, yote yule. Lakini tusaidize pia tushauri pia na wasikilize kwamba yale ambayo ni ya kimaadili, mamlaka za kimaadili za mwakili zipo. Jaji, hakimu ni mamlaka ya nidhamu ya wakili. Lakini la pili, tunayo kamati ya kitaifa ya maadili ya mwakili, ipo chini ya sheria ya mwakili, ambayo na kamati hiyo kwenye ngazi ya taifa na ngazi ya mikoa. Kama kuna malalamiko dhidi ya mtu yote ambaye ni wakili, mkondo huo ufuatwe. Lakini pili, pia kwenye TLS hapa kuna kamati ya maadili kitaifa ya mwakili, na kamati hiyo pia imeshuka mpaka ngazi za kanda na ngazi za mikoa. Kwa mwananchi yote, afisa yote wa umma, uwe mheshimiwa jaji, mheshimiwa hakimu na afisa mwingine yote ambaye ana malalamiko dhidi ya wakili, afuate mkondo huo, andika malalamiko, iende kwenye kamati ya maadili ya mwakili. Kamati itakaa, itamsikiliza wakili, kama ana hatia itamwachia huru kuendelea shughuli zake, na kama ana hatia itamwadhibu kwa mujibu wa sheria za nchi. Lakini kidogo inashangaza kuona kwamba masuala ambayo ni ya kimaadili yanakuwa treated kijinai, yani wanao enforce mambo hayo ni polisi. Kidogo inashangaza, na sisi kama maafisa mahakama tusingependa kuona hilo linafanyika. Kwa kama ambavyo mahakama ina mamlaka na muda mwingine pia inaweza kushauri, pia na sisi pia tunapotoa ushauri wetu kwao hawana budi kusikiliza. Kila mwisho ni kwamba amezungumza wakili Madereka kwamba haya mamlaka ya utumishi wa umma ni temporary. Naomba ni mnukuu mtu mmoja, ni mwanasiasa anaitwa Jawari Makamba, anapenda kusema kwamba uongozi ni kama koti la kuazima, kwamba sio ukiliazima koti hilo utapendeza mno, lakini siku mwenye koti akilichukua utaaibika kwa sababu ulizoea. Kwa mimi niwashauri viongozi wa umma kwamba mamlaka haya ni temporary, ni ya muda. Leo uko pale, na unapokuwa umekaa pale, piga hesabu kwamba kuna watu wamekaa pale tangu mwaka 61, tangu nchi hajapata uhuru mpaka inapata uhuru, kwa mtu amekalia kiti hicho. Wewe unaweza kaa ni mtu hata wa 200 huko pale. Kwa hiyo muda ambao unakuwa kwenye kiti hicho, waenende kwa mujibu wa sheria za nchi hii na katiba. Tusifanye kazi kwa kukomoana kwa sababu wewe ni bosi, ni afisa umma mahala fulani, basi tutaka kumkomesha mtu fulani. Masuala ambayo ni ya kisheria tufanye kisheria, masuala ambayo ni ya kijinai tufanye kijinai, masuala ambayo ni ya kimaadili tufanye kimaadili. Tusitumie mamlaka zetu za kiofisi za umma kutaka kuonea wengine kwa sababu ni mamlaka. Unatoa tu amri kwamba mtu fulani akamatwe kwa sababu ni mamlaka fulani. Mamlaka ni temporary. Leo nayo kesho hauna, utakuja huku tena kwetu tena kuungana sisi. Kwa hiyo tunahitimisha kwa kwamba tunaamini kwamba nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa sheria na utawala wa sheria. Basi lakini pia muda mwingine unashangaa kwamba mtu kama Madereka ambaye ana anwani, inatumika nguvu kubwa sana kumsummon. Yaani unakuta inapigwa simu, mtu anafuatwa na askari zaidi ya 10 kukamatwa. Bala muda mwingine unakuta hamna haja. Angeweza kupigiwa simu tu kwamba bana tunakuhitaji wakili hapa polisi. Asipotii sasa hiyo amri ya kutokwenda, ndio mtumie nguvu, lakini
hamjatumia njia hiyo, au muda mwingine hata kumwandikia tu barua kwa tunakuhitaji kesho saa 4 asubuhi ufike Central, tuna mahojiano ya 1 2, lakini unatumia nguvu kubwa kwa mtu ambaye unamfahamu, mtu ambaye una anwani, kidogo inakuwa sio jambo jema. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, yako tu ni hayo. Ni kesi tutakuwa na jambo jingine la kuwataarifu, tutawaiteni. Kama kuna maswali yoyote basi tuko tayari kuyajibu. Asante sana.